Kwa ilikuwa kweli kuna desturi imeenea kwa Makuraish na baadhi yao kwamba walikuwa wakiwazika watoto wao wa kike na hata wa kiume baadhi yao, na wengi walikuwa wakiwazika watoto wa kike. Na kikubwa walichokuwa wanaogopea umaskini. Allah anasema wala taqtulu auladakum min imlaq, msiwaue watoto wenu kwa kuchelea umaskini. Katika Sahih Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud anasema qultu ya Rasulullah, nilisema ya Rasulullah, ayu dhambi a'zamu, ni dhambi gani kubwa zaidi? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, akasema ni kumfanyia Allah mshirika hali ya kuwa Allah peke yake ndiye aliyekuumba. Qultu thumma ayu, nikasema kisha dhambi gani kubwa zaidi? Qala an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak, ni kumuua mwanao kwa kuogopea kula nawe. Kumuua mwanao khashyatan ay yaqta'ama ma'ak, ni kumuua mwanao kwa sababu unaogopea yeye kula na wewe. Qultu thumma ay, anasema Abdullah ibn Mas'ud, nikasema ya Rasulullah, dhambi gani inayofuatia kwa ukubwa baada ya shirki na baada ya kuua? Qala, akasema antuzani bihalilati jarik, kumzini mke wa jirani yako. Azina yote kwa ujumla wake ni dhambi kubwa sana, na Allah anasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, na wale ambao waumini, akitaja waja wake waumini ni wale ambao hawamuombi pamoja na Allah Mungu mwingine. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, na hawaiui nafsi ambayo Allah ameharamisha kuiua pasina haki. Wala yaznun, na wala hawazini. Waman yaf'al dhalika yalqa athama, na atakayefanya hilo atapata madhambi makubwa kabisa. Yudha'af lahu al-adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana, ataongezewa adhabu maradufu siku ya kiyama, na atadumu ndani ya moto wa jahannam hali ya kuwa ni mwenye kudhalilishwa. Na hata katika bai'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotakiwa achukue bai'a kwa wale wanawake aliochukua bai'a kwao, aliambiwa katika yale ambayo anachukua bai'a kwao kwamba miongoni mwayo ni kutozini. Kadhalika kwa sababu ya ubaya wa zinaa, Allah akaharamisha hata kuziendea sababu zenye kupelekea huko. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Kwa hiyo zinaa kwa ujumla wake yote mbaya, lakini ndani ya hiyo zinaa pana kubwa kuliko nyingine. Ndani ya hiyo zinaa pana aina ambayo madhambi yake makubwa kuliko mengine, kama vile mtu akamzini mke wa jirani yake. Hili mbaya zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu inatakikana wewe jirani umlinde jirani yako, umheshimu jirani yako, umchunge jirani yako, lakini wewe ukamfanyia khiana mpaka ukamharibia mkewe. Wewe dhambi zako mkubwa zaidi kuliko uzinifu wa kawaida. Uzinifu kwa namna yake zake zote ni mbaya na ni dhambi kubwa, inapeleka motoni, lakini ikifika hatua ukakosa ubinadamu mpaka ukafika hatua ukaamua kumfitini jirani yako, wewe sasa dhambi zako mkubwa zaidi katika zinaa hiyo hiyo, lakini wewe dhambi zako mkubwa zaidi kuliko nyingine katika hiyo hiyo zinaa. Kwa hiyo antuzania bihalilati jarik, kumzini mke wa jirani yako, hii dhambi kubwa sana. Baada ya shirki na baada ya kuua inafuatia hii.